Tundu Lissu amewabwaga serikali tena katika mahakama ya rufani na ushindi wake mpya umeweza kuibuka katika mahakama hiyo ya rufani kutokana na ushahidi mpya ambao ulikuwa unataka uongezwe katika kesi ya uhaini. Hata hivyo, mahakama hiyo imekataa maombi ya Tundu Antipas Lissu ya kutaka imwamuru mkurugenzi wa mashtaka yani DPP kumlipa fidia ya madai ya kucheleweshwa kwa usikilizaji wa kesi ya msingi inayomkabili katika mahakama kuu. Jamhuri pia iliweza kufungua shauri hilo la maombi ya mapitio mnamo Februari 24 mwaka 2026 ikipinga uamuzi wa mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam kuikatalia maombi yake ya kutaka iruhusiwe kuwasilisha ushahidi wa nyongeza katika kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa huyo Tundu Antipas Lissu. Shauri hilo la mapitio nambari 720321/6 mkwaju mwaka 2026 limesikilizwa mnamo Julai 3 mwaka 2026 na jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani ambao ni Agustino, Zainabu na Amol Amis. Mahakama hiyo katika uamuzi wake iliyoutoa siku ya Alhamisi mnamo Julai 30 mwaka 2026 imekubaliana na hoja za Tundu Antipas Lissu na uamuzi wa mahakama kuu, na hivyo imetupilia mbali shauri hilo ambalo liliweza kufunguliwa na upande wa jamhuri, yani wale mawakili wa serikali, kwenda kupinga maamuzi ya mahakama kuu ya kuweza kutupilia mbali kile ambacho walikuwa wanataka kukiwasilisha katika kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kutokana na sababu zilizoelezwa hapo juu, ni mtazamo wetu kwamba shauri hili halina mashiko, hivyo tunalifuta, alisema hivyo Jaji Agustino. Aliandika uamuzi huo kwa niaba ya jopo la majaji hao waliosikiliza, na baada ya kujadili hoja za pande zote ndipo ukatolewa uamuzi huo. Kabla ya kufikia uamuzi huo, kwanza mahakama imetoa uamuzi wa pingamizi la Lissu dhidi ya shauri hilo, ambapo aliomba mahakama itupilie mbali bila kusikiliza, akidai kuwa liliwasilishwa kinyume na utaratibu. Mahakama iliamuru kusikiliza pingamizi hilo kwa pamoja na shauri la msingi, huku ikisema kuwa kama itakubaliana na pingamizi hilo, basi uamuzi wake ungeishia hapo bila kwenda kwenye shauri la msingi. Kama italikataa pingamizi hilo, basi ndipo ingetoa uamuzi wa shauri la msingi. Hivyo baada ya kukataa pingamizi hilo la Lissu, ndipo ikatoa uamuzi huo wa shauri la msingi, ambapo baada ya kujadili hoja za pande zote imetupilia mbali shauri lililoweza kufunguliwa na upande wa jamhuri. Katika uamuzi wa mahakama hiyo imekubaliana na uamuzi wa hoja za mahakama kuu kwamba ushahidi ambao ulikuwa unataka kuwasilishwa na upande wa serikali kwamba inaenda tofauti na kifungu ambacho waliweza kukinukuu, kifungu cha 308 kwenye mabano moja cha CPA. Imeweza kuwa taarifa ya jamhuri ya kuweza kuomba kuruhusiwa kuwasilisha ushahidi wa nyongeza kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambacho jamhuri ilikitumia kinahusu shahidi ambaye akuwepo katika orodha ya mashahidi au ushahidi wake au kusomwa wakati wa mwenendo kabidhi, yani committal proceeding. Mahakama hiyo imesisitiza kuwa kifungu hicho hakitumiki kwa shahidi ambaye ushahidi wake ulisomwa kwenye mwenendo kabidhi kuruhusiwa kuwasilishwa ushahidi wa nyongeza kama ilivyokusudiwa katika notisi hiyo ya jamhuri. Kwa msingi huo, ni mtazamo wetu kwamba notisi hiyo ilikuwa imepotoka na mahakama ya awali, yani mahakama kuu, ilikuwa sahihi kutupilia mbali, alisema hivyo Jaji Agustino Mwarija. Kuhusu maombi ya Lissu ya kulipwa fidia, mahakama hiyo imesema kuwa haina mamlaka ya kuweza kutoa amri hiyo kwa kuwa yenyewe si mahakama inayosikiliza kesi hiyo ya msingi, na amri kama hiyo hutolewa baada ya mshtakiwa kuachiwa huru. Kwa uamuzi huo, sasa kesi hiyo itaendelea kusikilizwa mahakama kuu kuanzia mahali ilipokuwa imeishia
kwa upande wa jamhuri kuendelea na ushahidi wa mashahidi wake wengine kwa tarehe itakayopangwa baada ya ushahidi mpya wanyongezwa kukataliwa na mahakama ya rufani. Lissu anayekabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume na kifungu cha 39 kwenye mabano 2D cha sheria ya kanuni ya adhabu linalotokana na maneno yake aliyoyatamka kuhusiana na kusudio lake la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Anadaiwa kuwa mnamo Aprili 3 mwaka 2025 akiwa jijini Dar es Salaam akiwa raia wa Tanzania kwa nia ya uchochezi aliwashawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 huku akitamka na kuandika maneno ya kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali wa Tanzania. Katika maneno hayo, Lissu alitamka kuwa wakisema msimamo huu unaashiria uasi, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hivyo ndivyo namna ya kuweza kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana sana huu uchaguzi, tutaenda kuvuruga kweli kweli, tunaenda kukinukisha vibaya sana. Mwisho wa kunukuu maneno aliyoweza kuongea Tundu Antipas Lissu. Katika kesi hiyo inayosikilizwa na jopo la majaji watatu inaongozwa na jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya Iringa Dastan Ndunguru, jaji James na Ferdinand Kiwando, ipo katika hatua ya usikilizaji wa ushahidi wa jamhuri. Tayari mashahidi 15 wameshatoa ushahidi wao. Mnamo Februari 18 mwaka 2026, jamhuri iliwasilisha mahakamani kwa njia ya mtandao notisi ya kuongeza ushahidi katika kesi hiyo chini ya kifungu cha 308 kwenye mabano 1 cha CPA ambayo ilisikilizwa mnamo Februari 23 mwaka 2026. Wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga alieleza mahakama kuwa katika notisi hiyo wanaomba kuongeza ushahidi wa ziada katika ushahidi wa kamishna msaidizi wa polisi Amin Maamba. Hapa ni Amani Maamba. Sasa hapa mwandishi sasa sijajua yeye alikuwa anawaza nini mpaka akatuandikia masuala ya Idi Amin. Hapa ni Amani Maamba. Alieleza kuwa wamewasilisha notisi hiyo kwani ushahidi huo au kusoma wakati wa mwenendo kabidhi, yani committal proceeding, kwenye mahakama ya ukabidhi committal court, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kama sheria inavyotaka. Alifafanua kwamba Mahamba alikuwa ni kiongozi wa timu ya upelelezi wakati wa uchaguzi uliofanyika mnamo Oktoba 29 mwaka 2025, na baada ya uchaguzi walitambua ushahidi huo wa ziada wa Februari 16 mwaka 2026 wakati wakimwandaa shahidi huyo kuweza kutoa ushahidi wake. Hata hivyo, Lissu alipinga maombi hayo akidai kuwa kifungu cha 308 kwenye mabano 1 cha CPA kilichotumiwa na jamhuri kinazungumzia shahidi ambaye maelezo yake hayakusomwa katika mwenendo kabidhi na si ushahidi mpya ambao au kusomwa kwenye mwenendo kabidhi. Alieleza kuwa ushahidi wa Maamba ulisomwa kwenye mwenendo kabidhi, hivyo mlango wake wa kuweza kuleta ushahidi mpya umeshafungwa. Pia alidai kuwa ushahidi huo unaobishaniwa hauwezi kutumika kwa kosa analotumiwa nalo, kwani lilifanyika mnamo Aprili 3 mwaka 2025, akashtakiwa Aprili 10 mwaka 2025 na kupelekwa mahabusu, lakini ushahidi huo wa nyongeza ni wa kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wa Oktoba 29 mwaka 2025. Mahakama katika uamuzi wake mnamo Februari 24 ilikubaliana na hoja za Tundu Antipas Lissu kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha CPA, maelezo au ushahidi unaotolewa notisi unapaswa ule ambao wakati wa mwenendo kabidhi ulikuwepo lakini au kusomwa na si ambao kuwepo. Jaji Ndunguru amesema kuwa notisi hiyo ililenga kuwasilisha ushahidi uliopatikana baada ya mwenendo kabidhi. Hivyo mahakama ilikataa notisi hiyo ikisema kuwa
inakwenda kinyume na kifungu cha 308 cha CPA. Ndipo jamhuri ikafungua shauri hilo la mapitio mahakama ya rufani kuweza kupinga uamuzi wa mahakama kuu. Sasa nadhani mtazamaji na mfuatiliaji wetu umeweza kusikia kile kilichoweza kujiri katika mahakama ya rufani. Ni kwamba mahakama ya rufani imetupilia mbali yale mapingamizi waliowafungua upande wa serikali, kwa sababu hatuwezi kusema upande wa jamhuri, kwa sababu jamhuri ni sisi wananchi. Tunasema kwamba upande wa serikali. Tukisema jamhuri na maanisha kwamba sisi wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi wa Tanzania hatujamfungulia kesi Tundu Antipas Lissu. Hapo tunabidi tuseme kwamba upande wa serikali ndio waliomfungulia kesi Tundu Antipas Lissu, na wamebwagwa mahakamani na Tundu Antipas Lissu katika mahakama ya rufaa baada ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Agustino Mwarija kutupilia mbali kile au pingamizi walilolifungua upande wa serikali kupinga maamuzi ya mahakama kuu ya kukataa kupokea ushahidi ambao walikuwa wanataka kuongeza katika kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho.